Ikiwa imesalia siku moja kabla ya maadhimisho ya kilele cha wiki ya maji duniani, jamii imetakiwa kuhakikisha inatunza vyanzo vya maji kwa kupanda miti na kuchukua hatua madhubuti ili kuhakikisha vyanzo hivyo vinadumu na kuwa na manufaa kwa sasa na kwa vizazi vijavyo. Wito huo umetolewa na afisa tawala wa wilaya ya Mbeya Devota Chacha akimwakilisha mkuu wa wilaya ya Mbeya Beno Malisa wakati wa shughuli ya upandaji miti 1000 katika chanzo cha maji cha Kombo kilichopo kata ya Ijombe, Mbeya vijijini. Zoezi hili limefanyika kuelekea kilele cha wiki ya maji. Jumuiya za maji, niwaombe jumuiya lakini pia kwa kushirikiana na wananchi. Ile eneo tulilonalo ni eneo la kwetu sisi na vizazi vyetu na tumelikuta, si ndio? Kwa hiyo niombe tuendelee kulitunza eneo hili kwa sababu ndio chanzo kikuu cha maji ambayo yanatawanyika kwenye maeneo yote na tunaweza kufanya nini? Kuyatumia. Mmeona hapa tumeamua mpaka TARI, kituo cha TARI, si mnakijua? TARI Uyole na wenyewe wana kibali cha kutumia haya maji. Kwa hiyo tutunze haya maji. Kile kituo cha TARI Uyole ndio kitovu cha upandaji wa mbegu nchini Tanzania kwa ukanda wa huku. Kwa hiyo wakikosa maji ina maana sisi tutakosa nini? Mbegu. Kwa mimi niwaombe na nitoa maelekezo tuendelee kutunza hivi vyanzo vya maji rafiki, lakini pia niwapongeze kwa kutunza chanzo hiki ambacho kinaendelea kushamiri, kina bustani nzuri. Sawa, kuna shughuli za kibinadamu ambazo zinaendelea, lakini mmejitahidi kuhifadhi. Kwa upande wake afisa mahusiano wa bodi ya maji bonde la Ziwa Rukwa Tadeus Ndeseio amesema kuwa bonde hilo bado linakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo wananchi kuingilia vyanzo vya maji, hali inayosababisha ugumu katika utendaji kazi. Hata hivyo, amebainisha kuwa hatua mbalimbali zinachukuliwa ili kukabiliana na changamoto hizo na kuhakikisha uhifadhi endelevu wa vyanzo vya maji unadumu. Wananchi wanapenda kulima mpaka kwenye vyanzo vya maji, shughuli za madini, shughuli za ukataji wa miti, zote hizo ndio changamoto ambazo zilizopo kwenye vyanzo vyetu vya maji. Sisi kama bodi ya maji bonde la Ziwa Rukwa ambapo tumepewa dhamana ya kusimamia vyanzo vya maji, tunayo mikakati mingi ya kuhakikisha vyanzo hivi vinalindwa. Mkakati wa kwanza ni kuhakikisha kuwashirikisha wananchi. Tunawashirikishaje? Tunawashirikisha kwa kutoa elimu ya uhifadhi wa vyanzo vya maji. Ndio elimu tunaitoa kila wakati. Kama leo unaona tumewashirikisha, tunao hapa katika hii wiki ya maji, tumekuwa nao muda wote kuhakikisha tunapanda miti na kuendelea kutoa elimu ya uhifadhi wa vyanzo vya maji. Lakini tumeendelea kutambua maeneo yote ya vyanzo vya maji ili tuyajue na kuhakikisha haya sasa tuyainishe na kuendelea kuyatunza. Pia maeneo ambayo tumeyatambua tumeendelea kuyawekea mipaka ya kudumu ili kuwa na mpaka wa kuainisha kwamba sasa hili ni eneo chanzo cha maji, pasifanyike shughuli yoyote ya kibinadamu. Lakini pia tunayo sheria ya maji, sheria namba 11 ya mwaka 2009 pamoja na maboresho yake ya namba 8 ya mwaka 2022. Diwani wa kata ya Ijombe Mary James pamoja na mwenyekiti wa kijiji cha Nsongo Juu Samuel Mamboleo wametoa maoni yao kuhusu umuhimu wa utunzaji wa vyanzo vya maji na ushiriki wa wananchi katika juhudi hizo. Kwa kata yangu ya Ijombe kiujumla, wananchi wako vizuri kwenye kutunza vyanzo vya maji, ijapokuwa hawawezi kuwa 100% kwa kila eneo. Kuna baadhi ya wananchi huwa wanakaidi, lakini kuna sheria pia ambazo kila kijiji zimejiwekea. Kwa hiyo mtu yule ambaye atakuwa yuko kinyume na sheria za kijiji huwa anawajibishwa, na ndio maana mnakuta hali ya maeneo ya vyanzo vya maji ni shwari. Adhabu ambazo huwa tunaanza nazo, kwanza tunazungumza nao kawaida. Kama tukiona mtu labda ameingia kwenye chanzo, tunamuita ofisini, tunazungumza naye. Asiposikiliza la kuzungumza naye, basi tuna utaratibu wa kuatoza adhabu. Ambaye ameingia kwenye vyanzo vya maji, adhabu yake ni 25,000. Asiposikia hicho, basi tuna utaratibu wa kuwapeleka mahakamani. Maadhimisho ya wiki ya maji nchini yanatarajia kufanyika kesho Machi 22, yakiwa sehemu ya jitihada za kuungana na mataifa mengine duniani katika kutathmini utekelezaji wa miradi ya maji, mafanikio yanayopatikana, changamoto zilizopo na mikakati ya kuboresha na kuimarisha huduma ya maji safi na usafi wa mazingira pamoja na usimamizi wa rasilimali za maji nchini.